Poet Andrew. Poet Andrew, welcome bro. Check. Thank you so much Poet Andrew. Asante kwa kunitoa Nakuru. Mwalimu wangu wa mathematics hakuwa concerned kuhusu different dreams and vision, alikuwa too obsessed na his means kondomana. Time exam aliensure tumebeba periodic table na asset. I think class ilikuwa divided into two, wale wenye school fees ilikuwa imelipwa ndo square absent na wengine kaa sisi wa kujaza dawati. I think tulikuwa kwa set. Angalia, bila kujoin university, mi kulipia tokens imefanya nijue stories za units. Ni sad tukiona kwingine wenye wako uni wanasomea wrong cause ilikuwa determined either na their grade ama yule mzazi mwenye alisema my decision is final, ndo maana alikuwa ready kukusomesha kama amechukua alone. Sahihi, angalia vile wewe na CV yako mko kwa corner job opportunity zimewaacha alone. Hello, naongea na wewe mzazi mwenye unakula ndimu, mtoto akitaka follow passion, the only time unamaccept ni akianza kutumia product za Apple ama hapo ni juu ushaanza kuona his fruits. So wewe niambie, if success is all about having papers, si basi wenda wazimu ndo the most successful people cause so far wao ndo collect a lot of papers. Nimepatana na wase walipata A but sahi wanaishi D, na nimepatana na wengine wenye walipata D but sahi wealth kwa compound zao za Runda na Muthaiga who speak with a loving tone. Nimepatana na watu wenye walisomea kwa wakili but bado na make wrong decision, utadhani hawana akili. Nimepatana na watu wenye walisomea IT but the only net wanajua kutumia ni ile kuweka chini ya mattress ndio simamo na mosquito. Nimepatana na watu wenye walisomea BCom but wameenda kufanya kazi chini ya mapriest, sahi wao ni madikon. So kwa hii life usidharau mtu jua anakaa nyuma, uona kaa mbele. Labda ni Riaso vile hata kwa drive ukiwa mdosi kwa gari. I have been your captain Poet Andrew. Watu wa Kakamega, watu wa Nairobi, watu wa Nakuru, watu wa Mombasa, show your love for these amazing guys from Kakamega County. Show your love for Kapingwe Kasonge. Bale nakwambianga, wewe ni pasta najua, lakini hiyo hapa sio friends kwa kazi. Hii wimbo ni gospel. Ati gospel. Hii ni gospel. Hiyo wimbo imeimbwa hapa na jamaa hapa Shamahoho anaitwa Popuma. Lakini hiyo wimbo ukiona ni gospel kwa sababu kuna ka praise worship kengine wanaimbanga. Nianzie wapi? Nimalizie wapi? Mama yangu. Huyo ni aliimba na alikipa. One way. Mimi natokanga hapa Kithurai. Ndio mchomba. Kwa kucheka sichapata mtu. Lakini upande wangu wa kulilia kitu inajiita parallelogram sha mkosi sha mfuruto, mwenda wazimu mwenye akili zake timamu, kwa kimombo kingongo kingangi, unaweza niita te imbulu burukenge. Yani unasema jina mpaka na chisindu. Yani hiyo ni paragrafu ama ni wimbo chamani? Ni ama shauri yako. Ndio mchomba. Wimbo yangu inakuanga taka full scap mahali naitwa Masiari Elforo Hafwa uchukua kwato masi jirani wa market chiro nyanga chenye kinatonya. Unasaniita Shisambura, kwa Kiswahili unite Kisambura na kwa Kiingereza unite Shisambura. Ewere papa mbukula. Okweli were papa ulira. Thank you. One way sisi watu tulisoma pamoja. We are related people. Lakini mtiane ikatulemea kabisa. Lakini hatukuanguka sana. Tulianguka tukavunjika mguu kidogo. Hapana, tulifunguka vifuniko vya magoti. Tumekuwa msibitali ndio tunarikafu sahi. Lakini sasa kwa sababu tulisoma pamoja. Huyu chama yangu akisikia mambo ya masomo huwa anakasirika uso saidi. Na kuanga na mitetemeko ya sauti mchomba ukiniambia kitu. Kwa sababu ukiona huyu ndugu yangu ndio mchomba. Kitu alikuwa anashika kwa tarara. Wacha mchezo, hebu vitu huko kwanza. Mchomba nataka kuniambia nini? Miaka 40 pita kushika kitu kwa shule. Ulishika nini? Mchomba nilikuwa nashika mokia. Nilikuwa nashika tapu. Nilikuwa nashika ukuta ya saruji. Hiyo ni blackboard, si ndio? Napea mwalimu palikoni. Mzuri, si ndio mchomba? Ananiekelea 14 mpaka shati naroka kwa mgongo. Yaani ango hiyo ndio kitu ulikuwa nashika. Ndio mchomba. Mimi nilikuwa nashika vitu vya mahana. Cha kwanza nilishika kalamu. Cha pili nikashika kitabu. Mama yangu. Cha tatu nikashika kapakuli kakukula kiteri. Bado mama yangu. Kisa kiteri. Ndio mchomba. Wele papa ulira. Thank you. Hapo tu kwa shule bado mchomba. Pale kwa shule. Umaikumbukako tu wakati tulikuwa kwa darasa tumetakoliko tukahesabu ketu vizuri. Wakati tumefanya calculation lakini ni china umeandika tu peke yake. Ndio mchomba. Hapo uko tushua na namba 6 peke yake. Ndio mchomba. Lakini wakati unatoka nje unasikia machopi wanazungumzia majibu. Yaani wanasema hiyo chipu ilikuwa 0.3. Chipu ilikuwa ni 2.4. Wanachezea
Meriko round hapa. Pale kwa mapoint. Lakini wewe umeandika nini mjomba? Nilikumbuka kitu nilikuwa nimeweka. Umeandika nini? Nilikuwa nimeweka Ribayala. Na mimi naye nilikuwa nimeandika Ekelesha Shasha, hata sijui inaitwangaje. Hivyo tu. Aithuru. Lakini tulitamani hata kufeindi. Lakini mjomba, si unakumbuka tulikuwa na socks nusu. Ukaona na ulikuwa umechukua muda bila kuoka. Wiki mzima. Ekisakatara. Tukaogopa kuanguka. Uwele papa ulira. Mjomba, pato kwa shule hatu kutoka bure. Pale tulichikasa. Tulijua visungu. Ukiangalia hii mambo ya Kiingereza ndio mjomba. Hapa tulicharipu sana. Kabisa. Tulishika kwa mambo matatu pekee. Wewe ulishika gani mjomba? Mimi nilishika kisungu-sungu. Mimi nikashika kisungumukuti. Alafu tukashika na kisungu yenyewe. Hizo ni mambo tatu. Ekisakatara. Mjomba, pato hapo kwa shule tu mjomba. Pale. Hapo kwa Kiswahili. Kiswahili nayo tulishikako tena vitu kadhaa. Wacha mchezo. Lakini hii mambo ya mifumbulisi, vifumbulisi ilitusumbua sana. Hapo kwa vitajwa na minyambuliko, mitetemeko ya sauti. Na kuambia hizo zilifanya tutesa zaidi. Ndio mjomba. Lakini tukaenda hapa mahali pana kuanga pa fiini, vifumbulisi, alafu tukakuja hapa kwa misemo. Na mifumbo. Kwa sababu mwalimu alikuwa anasema. Tunasema. Mwalimu akisema. Tunasema. Kwa mfano kuna kitu kalikuwa kanasikucha hivi kwa msemo. Kalikuwa kanasema mwenda tesi na omo. Hiyo ni rahisi. Kwanza ilikuwa inanipea max. Mwenda tesi na omo. Hapo ukiona mahali kuna omo, kuna sapuni ya kipande, kipuyu. Kuna kipuyu. Kuna kamsemo kingine kalikuwa kanakucha hivi. Kanasema aje mjomba? Mtaka cha mfunguli. Hiyo ni rahisi. Mtu akitaka cha mfunguli yeye achukue tu. Mimi sitaki. Wewe utaki? Sio mjomba. Shauri yako. Alafu mjomba, tunatokanga wapi? Sisi tunatokanga tu hapa Kithurai tu hapa. Ukiwa tu hapa Kichapo Spirit. Unauliza watu town ni wapi? Unauliza town iko wapi? Ndio mjomba. Unapata hapa makari iko sawa imepangwa. Ndio. Alafu inateremkanga tu kwa mteremka ingi yange kwa petrol station. Ndio. Hiyo magari inakuanga mrefu kama hii chupa ya marula. Ya marula. Ndio mjomba. Hata wewe unajua mali yako. Atajua. Teremuka tu kwa mteremko kwa mozaika kwa mlima. Ukifika hapa Kithurai kwa Meriko round. Hapo kwa mzunguko. Zunguka. Kuna kuanga na nani hapo? Si kuna kuanga na paka. Hapana, kuna kuanga na huyu fundi wa viatu kwanza. Fundi wa viatu? Unaweza mruka? Ama ukule kona. Ama upike kando, si ndio? Kwa hii mkono yake ya kucheka mjomba. Vunjika. Si ndio? Hapa kwa karibu ni mpesa. Kuna kuanga na paka. Hiyo paka ni yako? Sio yako. Ulikuja na paka na fili usiokula. Inakuasiani. Mjomba hapo tu karibu ni mpesa. Pale. Kuna nani? Kuna mama Trufena. Huyu ni aunti yangu Lusabe. Ekisakatara. Acha kusahau mjomba. Anafanyaga nini? Si huyu anausanga lifu akato. Anauzanga nini lingine? Anausa na lipaipai. Alafu tena anauzanga na hii lifuenesi. Lifuenesi. Ukikuwa hapo, si watajua wewe ndio uko pale. Na watu wakijua uko pale. Watajua uko pale. Si ni wewe. Ewele papa ulira. Hapo tu mjomba bado. Pale. Unataka kuniambia mjomba sisi tunafunganga? Ikiwa Yesu mwenyewe alifunga siku mingi, watu mbona wanaokopa kuokoka? Wacha niwaambie kwa Kizungu. Jesus himself crossed for 45 days in the forest. Ama ni sisi ni nani tuache kufunga? Na mjomba vile tumetoka Kithurai. Si tumefunga mlango. Na saa hiche tumefunga penalty. Pingwe kasonge. Ewele papa ulira. Ewele papa ulira. Thank you for remembering. Those guys are amazing kabisa. Watu wa Kakamega wako well represented. So na kuna kitu wamewajasema. Nilikuwa nadhani utasema mambo ya unga. Unajua wale watu pengine ni wa Kakamega wenye wapendi kukula. Oe, lakini nimesikia wanatoka Gedho, so unaweza elewa. Kama ndio unaingia hapa ndani na unashangaa kwa nini simu yako iko safi vile jai kuwa safi hivyo, manze hii ni kazi ya Roll and Take Production. Roll and Take Production ndio wanafanya kazi safi kama hii. Kama wewe ni msanii unataka ufanyiwe live streaming ya quality, manze kuna namba hapo chini. Unaona hizo namba? Contact Roll and Take Production, watakufanyia kazi safi sana kabisa. Okay? So umejua nilikuwa nafikiria vile madems wa mawajuu na madems wa Kenya, manze ukiita dem date. Umejua ukiita dem wa Kenya date akuje na dem wa majuu ukiita date akuje ni tofauti sana. Kama majuu ukiita dem akuje date atakuja on time. Kwanza wao wana managing time vibaya sana. Atakuja on time. Alafu another thing anaweza lipa hata bill. Kwa hiyo hoteli mnaweza kuwa. Unaona? Sasa acha dem wa Kenya. Umwambie mnakutana have date na dem Mkenya. Manze kwanza kama ilikuwa inafaa kuje saa 2 atakuja huko saa 12 jioni na atabeba marafiki zake, watu wa kanisa, watu wa chama, watu wote. Manze
hadi time unalipa bill na feel sasa zingine unaweza epa bill manze. So now ladies and gentlemen, I want to introduce to you another comedian on stage, and she's a lady. She's coming from Central. What was Central? Remember at weekend comedy special manze, sisi tunachekesha Wakenya wote, tunachekesha watu wote, and this lady, she's from Central Kenya. So this lady, she's absolutely amazing. One of the best female comedians we have in the country. So ladies and gentlemen, show your love for the one and only Nyokafi. Boyshad. Muna shida mkisema tunapenda sponsors, Hiyo yote, nimesema hiyo yote ni ukweli. Sisi tunapenda sponsors kwa sababu sponsors ni watu wako na heshima yao. Kama ni majina, tunaitwa majina mzuri kama My Lady, My Queen. Wewe Boyshad, unatuita majina ni kama ya Animal Orphanage. Example, Atengoko. Musupare. Kidogo gari kubwa. Kidogo gari dogo. Na unasema uendeshagi hiyo dogo. Sasa mimi nauliza, hata kama wewe ni demu na unawashi mimi, wewe utaenda kwa sponsor ama Boyshad? Lakini tena sponsors wengine tunawapenda kwa nini? Hawa sponsors tukimiti first day anakuitisha namba na heshima, na in fact hata kutext hiyo siku. Lakini Boyshad, tunakutana na wewe siku ya kwanza unaitisha namba ni kama ni yako. Alafu for example, nimekupea namba saa 6. That means hata haijafika saa 6:29. Hi, utanitembelea lini? Nauliza, kwani uko jela? Sponsor ni mtu pia after amepata hiyo namba. Ataka after 2 weeks ndio akutext. Akwambia, hey lady, are you available? We go for an out. Boyshad, na sponsor akikupeleka out, ni mse atakubaia bia yako ukule, na hata kushika. Kwanza atakwambia, baby go and enjoy yourself dancing. Boyshad ikibahatika kupeleke out, unapelekwa kwa kichochoro ati hiyo ndio club. Alafu anakubaia konyagi na house na flying horse. Kazi yako ni kuburuka. Alafu anakushika, vile anakushika na nipobe konyagi nusu, ndio inatuma akushike hata upumui. Ni vile amekunyoga. Na uwezi potea konyagi nusu. Alafu niambie sponsor sisi tutachagua sponsor ama wewe Boyshad? Boyshad ni mtu. Sponsor ni mtu, utachukua simu yake, uangalie messages, ni kama ana chat na bank, Ni kama ana chat na bank. Mshwari, loans, anakopa loan kubwa. Hiyo kitu hata iwezi kukuhati break. Lakini the moment umechukua simu ya Boyshad, ni kama unajitafutia kufa the same day. Kwanza ukiingia pale kwa message, kitu ya kwanza unakutana nayo ni message from Shiko. Wewe Kevo, hii mimba ulinipea lazima utalea. Before hata umalizie hiyo jina kulea, wewe ulikufa kitabu. Ni sok. Sisi bado tunapenda sponsors kwa sababu sponsor ni mtu anaoga asubuhi, anaenda kazi kutafuta pesa ndio aendelee kuishi maisha mzuri, ameesha kitabu na nini. Boyshad, wewe unaamuka hata kuoga uogi uso peke yake. Unaenda pale stage kugoga magari. Alafu saa 7 unapitia chochoro, unaenda kuharibu pesa ya mama yako. Sponsors pia tunawapenda kwa nini? Sponsors ni mtu alienda shule akasoma kidogo akaenda university akapita. Na akaenda kusoma hizi makosi gumu. Si mnazijua hizi kosi ziko na pesa. Yaani nikisema gumu ni kitu inapeana pesa hata ukiandikwa mahali. Boyshad, wewe ukaenda primary, ukegoa, yani ukaaguka. Ukaenda high school, ndio hiyo ukavuta bagi, ukachapa walimu, ukakibisa wasichana. Form 4 ukaaguka. Sasa mama yako ameradarada, amekutafutia college. Na college yenyewe ni next to your door. Inaitwa kuja ama ukatae, hiyo ni shauri yako. Boyshad, sasa nikikuuliza hata kama ni wewe, hata wewe ungekuwa demu, uchenchiwe leo ukue demu. Ungejiendea ama ungeendea hawa sponsors? Sponsors ni anytime any day, my choice. Sponsors pia ni mtu, lakini wacha nitetee Boyshad kidogo. Ikikuja kwa shape, sisi tunaweza jua kale ka boy kameuga ama kamekoda. Hiyo nayo mko sawa.
Lakini tunakuwaga na wakati mgumu sana tukitatua hizi shape za hawa masponsor. Kama wagu mimi nikiulizwa wewe Nyokafi boyfriend yako anakaa aje? Haki ya Mungu mimi siwezi jua hiyo shape. Ni ukweli anakaa cross sikatai. Lakini unashangaa, hii shape ni duara dufu, mstatiri ama pembe tatu. Boy child. Saa zingine unajua mnagojeka magonjwa inajulikana iko kwa Google. Hiyo nayo tunawapendea hapo. Na nikisema ni magonjwa msijifanya mnajua ni gani. Mnataka tu nitaje kaswende kisonono sana kisonono. Na hiyo magonjwa ni yenye mnaweza enda hospitali na mutibiwe na pia iko na dawa. Lakini hawa sponsor wangu wananipigia juzi simu. Oh baby we can't meet today. Namuuliza baby ni nini? Kidogo magonjwa ananiambia ni yenye hata nikienda chemist kuulizia dawa hakuna. Ati ananiambia babe magoti imeisha grease. Kidogo kucha yangu imengooka. Na ya mwisho finally sponsor tuko na shida na nyinyi. Unaniambia tumbo imedislocate. Wewe ulisikia wapi? Thank you so much. That was my time. Allow me to introduce to you this guy, one of the first rising comedians in the country. Remember leo tulikuwa tunafanya show ya Fresh Talents. Watu wako na talanta. These guys are funny. These guys are absolutely amazing. And another comedian that I'm just about to introduce to you, pia ni yule comedian mnoma sana. So ladies and gentlemen, watu wa Homa Bay, show your love for Odio. Ushawahi kuwa single kwa nyumba yako ya mabati for so many years na panya iko na familia kwa nyumba? Hey, life is unfair. By the way, turn to your neighbor mwambie kubichaloni. Geukia mwenzako mwambie haitakufanania. I came to realize hizi magari zenye watu wako nayo inaweza kukupea sifa ama ikuondoe sifa. Especially matumizi ya tent. Kuna zile magari zenye unaweza weka tent kama vile Range Rover, BMW, Mercedes Benz, Rolls Royce kama unaweza. Unajua mtu wa Range Rover hata akiweka tent anazuia vitu za maana kama checkbook, title deeds, laptop, iPhone charger, vitu za maana. Hata kama ni chakula, mtu wa Range Rover utampata na pizza, Arabian shawarma, burger. Hiyo ni chakula mtu anaweza kukuroga nayo. Na sasa mtu wa Vitz, nani atakuroga na avocado ndani ya Vitz? Weka tent kuzuia vitu za maana. Unajua mtu wa Range anaweza weka tent hata kuzuia side chick. Na mtu wa Vitz, msichana mgani atakubali kukua ndani ya Vitz na cabbage, nyanya na carrot? Tuzuie vitu za maana. Unazuia nini na hiyo engine mtu anaweza tembea nayo kwa mfuko? Tuzuie vitu za maana. Another thing, Kariakoo ni watu wa jua kali. Sisi kama mechanic. Kuna watu wengi wameniuliza, ndio mbona ukulange pesa, ukulange baga? There is a reason. Unajua ukijifunza mechanic inafika saa 7, mwenye amekusimamia anakuambia ndio umekula, ati bado. Chukua hii 30 bob uende Nyaimba kuchafulia madondo unaenda unachafuliwa. Unataka kuchafua for 3 years. Mpaka minyoo ya tumbo yako imeadapt, inapenda tu chapat na maji ya maragwe. Siku yenye unapata pesa yako unaamua kwenda kujibamba unanunua pesa. Ukikula pesa wiki moja, digestion inafanyika. Kumbe minyoo imetreat pesa kama foreign object. Inajiita training ya jua kali. Ni ngumu sana. And by the way, I came to realize that in this profession kuna watu wanatuharibia hii kazi. Heshimu magari za watu. Hii ujinga imekuja. Can you imagine mtu amenunua Range Rover 25 million, engine ikaribika. Ameimport engine 0.8 million, alafu anakuletea tufunge. Unafunga engine ya mtu worth 0.8 na mogoka ya 30 bob kwa mdomo. Ukiangalia shavu ya makanika imeang kama justice kwa nchi za Afrika. Tubadilishe hii tabia. Tuheshimu magari za watu. Alafu this goes to ladies. Ladies,
mimi ukiniangalia vizuri mimi ni makanika. Sura yangu imezoea oil na sura yangu inakaa engine oil yenye imeungua. Monday to Monday. Juzi tumekosana na my girlfriend ananiambia ati Odiu, nataka unifanyie favor moja. Nikamwambia nataka nikufanyie nini? Ati nataka uchore tattoo. Tattoo. Ukiangalia sura yangu inaweza endana na tattoo. Wanawake mtuambie vitu za maana. Thank you. That's my time Comedian Odiu. Kama hii tumbo imezoea vitu zingine, pizza ikiingia, pizza inajiuliza, hey, tuko kwa place inafaa tukue kweli. Tunauliza this is a foreign object. Wow. So kama kawaida manze, tuko na show kali, tuko na show moto, na ndio tunaenda kwa level nyingine tofauti. Sisi tunaenda hivi tukipanda. Remember, this is Weekend Comedy Special, your number 1 online comedy show. So, ladies and gentlemen, I want to introduce to you these guys. They've come all the way from Rongai. They've performed hapa, different platforms. They are funny. These guys are amazing. Kabisa. And I promise you are going to love. So, show your love for AKB Mimics. Haye. Oi. Unajua watu wamekuwa wakiuliza mimi, by the way, kwa nini wewe Waria pamoja na Masai mlikuja pamoja? Waambie haye. Sisi wala na wafugaji. Mnafuga mbuzi? Anafuga ng'ombe. Anafunga kondoo, na bado anafunga ngamia. Na niwaulize, mnajua hawa kodoni ya kina nani? Kodoni wafuasi. Wafuasi. Na wafuasi ni kina nani? Haye. Hawa wafuasi ni kodosho. Abana tusi kodosho. Mbona anatusi watu? Si watusi, nasema hawa wafuasi ni kodoo. Patia kodoo hondo. Kabisa haye. Sasa alimasana na Kangi. Mimi ako na story anataka kuambia wewe haye. Sasa mimi alikuwa nasikiza Bonga na Jalas. Bonga na Jalas alikuwa Jalango na Mahakideo. Alafu alikuwa na interview kijana anaitwa Steve Simpleboy. Wewe anajua kijana? Hii kijana mihadarati. Haye. Kijana nyeusi. Haye. Sasa Jalango na Makideo alikuwa anasema hivi. A very beautiful Wednesday morning. This is Jalo TV and this is Sema na Jalo. We are live from Greenspan, Roland Tech Studios. And today, I'm going to host this show with my brother, Alex Mwakideo. And also, in the studio, we have Steve Boy. Karibu sana. Asante sana. Mkweu? Oh my God. Oh my God. Yesu wangu. Shuka sasa. Mkweu? Right. Unajua Steve amekuwa kuvuma. Steve ni msanii mkubwa kabisa. Steve. Yeah. Salimia watu. Kumepazangu wote. Right. Okay. Huyu ndio Steve Simpleboy. Ikiwa mwalimu. Ndio manake. Okay. Yeah. Huyu ni msanii mkubwa. Kabisa sana. Unajua niliona juzi amekuwa kitamba pale social media. Unanipata? Si juzi. Hivi karibuni. Hivi karibuni msanii huyu alikuwa kutaba kabisa. Anataka kufanya collab. Steve. Yeah. So unajua wanasemanga, unajua mambo na hesabu, si ndio? Kabisa, nimefanya inaitwa mathematics. Mathematics. Na pia nimesikia ulifanya collab na Vivian. Kabisa. Mr. Mrembo? Alifanya collab na Vivian? Alifanya collab na Vivian. Luboko ya ponda. Kwani siwezi fanya? Sijasema mimi. Mungu anakuona. Mungu, wacha nikwambie. Mimi niliona Geisha na Mwangasha kwa hiyo kitu. Umesikia mwenye anachoma? Kwani umesikia mwenyewe? Sijasema nachoma na maanisha. Niliona ukiwa Geisha pale na Mwangasha. Sasa nani giza nani mwangaza? Mkwe, wacha kujoba. Nani giza nani mwangaza? Nani mwangaza? Si mimi ndio mwangaza. Wacha niwaambie. Yeah. Steve. Yeah. Unaweza tuambia ilikuwaje? Sam West akuleta shida. Sam West akuleta shida kabisa. Wacha nikwambie kitu moja. Okay. Kama nafanya collab na Steve Simpleboy. Niliona. Steve Simpleboy kuna sura nzuri. Ngoja. Sura ya kupendeza. Umesema? So unajua? Yeah. Hii mambo na hesabu. Hesabu kabisa. So Steve. Yeah. Ukipewa paka 2 sahi. Unanipata? Yeah. Ukaongezewa 2. Ukipatiwa 2 uongeze 2. Ukapewa 2 tena. Yeah. Hizo ni paka ngapi? Paka 7. Mwakideo umetaa hii gavia wapi? Pengine umuulize kwa lugha ambaye anaelewa. Steve Simpleboy. Yeah. Ukipatiwa maembe 2. Yeah.
uongeze mawili. Kisha nikupe mengine mawili. Yatakuwa maembe ngapi? Maembe 6. Siwaona. Umepata? Sasa juu umepata Steve. Unanipata? Kabisa. Ukipewa paka 2 sahi. Paka 2. Ukaongezewa 2. Right. Kabisa. Ukaongezewa 2 tena. Kabisa. Ni ngapi? Si ni paka 7. Unachoma. Kwa nini ni paka 7? Kwa nini unasema paka 7? Kwa nini? Unajua kitu moja jalango na makideo. Kitu moja niko na paka moja kwa nyumba. Alafu kinipatia vita kwa sasa. Kumbe uko na moja nyumbani. Ulikuwa unasema paka hapo unaanza kujiuliza kwani uko na pusi 7? Niko na pusi 7. Sasa unamaliza uko na pusi. Pusi 7. Moja ni Kibera, ingine ni Lavington, ingine Dandore. Nini? Pusi. Oh my God. Nasikia collab mnafanya na Vivian, collab kali. Kabisa sana. Niliona unamvalisha miwani pale. Kwanza mafazangu wote. Hapa ni Steve Simpabai. Right. Nataka kusema kwamba vile tulifanya collab na Vivian. Aliniambia, "Hey, Steve Simpabai. Right. Uko na sura nzuri. Unapendeza." Nikamwambia, alafu akaanza kusema, "Ati miguu zangu ni kidogo." Nikamwambia, "Si kidogo." Steve. Uko na mchumba? Yaani unaulizwa kama umeoa. Nimeuliza uko na mchumba? Unachumbiana hali ya kimapenzi hivi. Haye. Sasa mimi alikuwa anangoja kama Steve Simpabai ameoa. Bundle zangu zikaisha lakini akaenda kwa interview nyingine haye. Jalango na Mahakideo alikuwa na interview kijana mrefu kutoka Churchill anaitwa nani? Kijana anaitwa nani? Hapana anaitwa Hai. Anaitwa Jasper Murume. Anasema Jasper. Hii kijana mlingoti. Haye. Wewe unajua sana. Na alikuwa anasema hivi. A very beautiful and this is Jalo TV and this is Sema na Jalo. Inside the building we have Alex Mwakideo and also Jasper Murume. Wewe uliniambia tuna host hii show na wewe. Nilikuambia bibi ndio dereva kwa hii show, wewe ni makanga. Na sasa uliniita tu host. Nikikuita kuhost haimaanishi hii show ni yako, unanipata? Wewe ni makanga unanisaidia tu kusaja pesa. Mkwehu. Jasper. Salimia watu. Hapa ni Kasmani Mbaita Mrumeo, sawa? Right. Okay. Kasmani Mbaita Mrumeo. Nikisema Kasmani Mbaita Mrumeo, unasema yo, sawa? Okay. Kasmani Mbaita Mrumeo. Yo. Kasmani Mbaita Mrumeo. I'm the OG. Right. I'm the OG. Kwa simu niko na fonji. Kavive nasonga na mbingiji. Masure kadhaa mimi ni OG. Kasmani Mbaita Mrumeo. Nakwambia wewe mkwe huku na mimi pale. Huyu jamaa anapiga mistari kupiga. Wakati ulindoroka. Unachomba sana. Unajua ni wangapi wanatazama? Nilikuwa na Jasper mimi. Kabla kuleta ule mwingine pale. Nilikuwa na Jasper. Nilisikia ulipiga sokali pale. Nilipiga nakwambia watu walicheka. Hiyo joke ilikuwa nenda namna gani? Ilikuwa hivi. Sasa kulikuwa na kijana mmoja anaitwa Mugwera. Umesema Mugwere? Mugwera. Mugwera. Sasa Mugwera akaenda kwa baba yake. Akamuuliza ndandi, sisi tulitoka wapi? Akamwambia, sikiza Mugwera. Kulikuwa na watu wanaitwa Adam na Eve. Sasa Adam na Eve wakatengeneza mtoto. Sawa? Wakatengeneza mtoto. Huyu mtoto sasa akakuwa kubwa akatengeneza wengine. Hivyo ndio tulikuwa. Mugwera ni nani? Mugwera akaenda kwa mama yake. Akamuuliza aje, "Mami, sisi tulitoka wapi?" Akamwambia, "Mugwera sikiza. Sasa acha nikwambie kitu. Sisi tulikuwa monkey. Nyani. Sisi tulikuwa monkey, alafu tukafanya nini? Tuka-evolve. Evolution, alright. Sasa Mugwera nani? Akaenda kwa babake akamwambia, "Dadi, mbona ulindanganya?" Ulindanganya wewe. Wewe ulilanganya, unaniambia sisi tulitoka huko, tuliumbwa. Sisi ni nyani. Dadi, mbona ulindanganya? Mami ameniambia walitoka kwa monkey. Alright. Unajua vile babake alimwambia? Alimwambia nini? Sikiza Mugwera. Hiyo mama yako amekwambia ni ya familia yao. Yesu wangu. Yesu wangu. Sio koloko loboko ya ponda. Oh my God. Utaribu. Jasper. Umeja Jasper ni comedian na pia anafanya mambo na uimbaji. Kabisa bwana. Wewe ni mwimbaji? Ndio. Mwimbaji bwana. Unasikia? Uliimba? Kabisa bwana. Right. Anasema napimanisha na Oji. Unajua kwanza niliimba, nienda huko Meru kwanza nikaimba, nikaenda huko nikaimba. Sasa sijui polisi wananitafutia nini? Tunaimba sasa mimi nijua wananitafutia nini sasa? Unaimba ama unaimba? Naimba nienda huko kwanza nikaimba Omo, nikaimba inaitwa aje Sukari. Sasa polisi wananitafuta sana.
Alright. So Ndio nikaamua sasa wacha niimbe vizuri sasa. Okay. Je. Sio unamaanisha nyimbo? Je. Ati anajikompea na nani? Anajikompea na OG. Je. OG na who is OG? Who is Calligraph? Wewe. I'm the OG. Unajua machawe utajifanya hapa ujue Calligraph wewe. Unaacha kunoambia OG OG. Mtu ulimtoa wapi? Sikiza bwana. I'm the only OG. Wewe alikujia? I'm the only OG. Wewe. Je. Nataka kwanza niambie Calligraph kitu kwanza. Mwambie. Ati nasikia wewe ndiye rapa mkubwa hii Kenya. Rapa ngani bunda? Labda kurap nyama. Je. Fantastic. Tupe ngoma sasa. Tumalizie na ngoma. Je. Nikisema Kasmani mbaite mrume mnasema yo, sawa? Right. Okay. Kasmani mbaite mrume yo. Kasmani mbaite mrume yo. Okay. Je, I'm the OG kwa simu niko na fonji kapepe nasonga na mbingiji masure kadhaa mimi ni OG. Kasmani mbaite mrume yo. Fantastic. Nataka Jasper. Je. Umeoa wewe pia? Umeoa, unaulizwa kama na maanisha uko na mchumbaji. Nilisikia wewe na this. Haye. Sasa mimi alikuwa nangoja kusikia kama Jasper ameoa. Bando zangu zikaisha haye. Unajua watu wamekuwa wakiuliza mimi kwa nini Maasai na Walia ni kitu kimoja? Waambie haye. Sisi wara ni wafugaji. Mnafuga buzi? Anafunga ng'ombe. Anafunga gamia na bado anafunga kondoo. Unauliza mnajua kondoo ni akina nani? Waambie haye. Kondoo na wafuasi. Na wafuasi ni kina nani? Hao wafuasi ni kodosho. Wewe abana tushi kondoo. Pole. Hao wafuasi ni kondoo, basi kondoo amepata uhondo. Kabisa haye. Tuonane haye. Kabisa. Imebaki tu kidogo na waanze kuongea vile naongea. These guys they are absolutely amazing. Wanaweza imitate mtu yeyote. Mimi kwanza the huyo mse wamefanya Simple Boy na Jalas. Those guys man. Nimefeel nikana tuko na hawa sasa hapa hivi yani kwa set. Wanaweza imitate hadi vile unafanya chika. Wanaweza fanya hiyo. Mimi hata nimeogopa. Nimeona pengine hata mimi washatra kwenye mbonga so maybe next itakuwa ni mimi. The following day ni wewe ndio watakuimitate. Wewe wataimitate hizo vitu zinafanya chika. Lakini hii ni ngumu. Ladies and gentlemen, remember this quality live streaming imeletwa na Roll and Take Production. Roll and Take Production wanafanya wedding coverage. Kama uko na harusi unataka ufanyiwe wedding coverage, tunafanya still photography, zile picha safi, picha poa, and pia wanafanya quality live streaming kama hii, and again wanafanya film production. Wale watu wa movie, wale watu wa nini, film production pia wanafanya. So wale watu wa corporate wanataka their corporate event ikuwe covered with the quality cameras and the best team ever for production industry, kindly contact Roll and Take. Numbers ziko hapo chini, like page ya Roll and Take kwa Facebook, go to Instagram, follow Roll and Take, and enda kwa YouTube, subscribe. Of course hii show itakuwa kwa YouTube, imeandikwa Roll and Take, so go there and subscribe. So now show your love for Shadow. Unajua, we have different communities in this country. Tuko na Wajaka, tuko na Wajaluo, tuko na Kalenjins, the Merus, and these people ndio wanapewa the beauty of Kenya. Kenya has its own beauty, si ndio? We call it an idyllic living. Na ukikaa may note, different communities attract different tourists in the country na different motives in the country. Na ndio maana the government is always initiating us tufanye nini to have peace, love and harmony. We imagine wa Maasai wakistrike. Unajua wa Maasai wakistrike, obvious the most affected department in the government ni the Ministry of Tourism. Cause wanaita tourism. Of course, Kalenjins wakistrike, the most affected department pale ni the Ministry of Sports. Of course, where Wakikuyu wakistrike, Wasapere. Sisi Wasapere tukistrike, kama ujui, Wasapere wapendi losses. Wanabeba zile kuni za jikoni. Wanaenda ndio huyu Njoroge na Kimani. Wanaenda wanavunja supermarket. Akivunja supermarket hivi, wanaingia. Akiingia Njoroge na Kimani wanaambia aje tubebe pesa. Anabeba manoti, wewe beba mashilingi. Wanabeba wanaziweka kwa mfuko. Kisha wakitoka wanakimbia Kimani anamwambia, Njoroge, tungebeba nini fridge? Njoroge na Kimani anamwambia hapana, tutakuja kununua na ile pesa tumefanya nini? Tumeiba. Ni Wasapere. And which department is most likely to be affected? The Ministry of Finance ndio watakuwa pale affected. Wajaka wakistrike. Wajaka wakistrike akita Chief Janama hapa wakistrike. Unajua wakistrike
wanabeba mawe. Akibeba mawe wanavunja dirisha, ndio yule na mawe ya 9 anavunja mlango pale. Akiingia pale wanapita counter. Wao hataki pesa. Wajaka directly wanaenda kwa chakula. Anaenda kwa chakula, anabeba nini? Anabeba belizo, bel 5 za unga. Kisha anakimbia nazo, anapeleka pale kwa Prado. Akipeleka pale kwa Prado, anakumbuka, nimebeba unga, nitahitaji kitoweo. Anarudi pale kwa supermarket. Akirudi pale kwa supermarket, anabeba kuku, vitunguu, ndania zote anabeba, anaenda na kapi kwa Prado. Akifika hapo tena anakumbuka, hizi zitaharibika. Anarudi anaendea nini? Anaendea fridge. And that's why Wajaluo ni wajanja sana. And that's why wajaka wakistrike, most likely the most affected department ni food insecurity. Tutapata food insecurity in the country. Na ndio maana utapata Msapere amejaza pesa. Amejaza pesa kwa mfuko. Lakini anaishi nyumba ya mbao. Na kitu kingine itakosa kwa hiyo nyumba ya mbao ni Muratina. Ndio maana unaona mademu wetu wanakuaga wamepewa Muratina. Wanaivuta. Unajua Muratina unavutaga na straw. Unavuta umekonda. Wamekonda hapa, lakini hapa wamejaa. Na ukiona wajaka they are full of themselves. Mademu wajaka wamejaa. Wasapere hawapendi losses hata kidogo. Ndio maana hata Probox ikiharibika inafanywa kibanda. That was my time. Asanteni. There's another comedian on stage. This guy, umemuona kwa big platforms. Ameperform kwa big platforms in the country. Ameperform hadi outside of the country. Alienda Texas, akagraduate University of Koroga. Aligraduate huko, akarudi Kenya. This guy is one of the amazing, my favorite citizen, one of my favorite comedians in the country. This guy is amazing. So, najua anaenda kuwachekesha. He recently graduated from Koroga University in the United States of America. Ladies and gentlemen, show your love for Odiero Bernard Jamijengo. Leo nimepata jali huko chini, jinsi unavyoona. Sio kuzuri. Ndugu yangu, hii dunia ujui kesho ni aje. Nani alijua Uhuru Kenyatta atakuja kuishi umoja inako? Nani alijua? Nani alijua State House pia unaweza fungiwa nyumba ukuje uishi umoja inako? Kitu nataka kuambia watu, navaanga hii nguo, hata nikipeleka dem out nampelekanga na hii nguo ya kibarua. Msichana mwenye ananipenda atakula hiyo chakula. Kama unipendi, hii overall peke yake itatoa roho yako kwa supu. Kitu nataka kuambia, mtu wa mjengo ni ngumu, mtu wa mjengo mtu amplay. Bibi ya mtu wa mjengo uwezi mplay. Do you know why? Mtu wa mjengo uwezi mplay kama we ni bibi yake uko na mimba yake. Uwezi ni play kama mimba sio yangu mimi nitajua. Ati uko na mimba na unakuja na cravings ati mtoto anataka pesa. Hiyo sio mimba yangu, huyu ni mwalimu ama daktari. Mtu wa mjengo cravings zake ni mawe. Utashinda kwa ukuta ukichuna mawe. Juu hiyo ndio tunajenga. Hiyo ni kitu mwezi fanya. Ndugu yangu, kuna kitu kingine, heshima ya Nairobi. Heshima ya Nairobi imerudi chini kwa sababu watu wa kibarua wenye wanaenda nyumbani. Heshima ya Nairobi imerudi chini sana. Watu wanaenda nyumbani Christmas, umefanya shopping ya 1500 ndugu yangu. Umeenda nyumbani na nguo ya nini? Ya promotion imeandikwa malaria kills underage, juu ni mpya. Unafika nyumbani bwana, umekuja Christmas, badala watu wakuone kama mtu ametoka Nairobi, wanakuona kama umekujia dawa za kienyeji. Maisha imekuchapa ndugu yangu. Design unaingia tu kwa boma, design maumbwa zinabweka. Unajua kawaida maumbwa ikikuona inabwekanga bu. Lakini wewe unakuja na shopping yako kidogo unasikia alafu unaanza kusema ati Sadama amenisahau. Sadama hajakusahau, umekuja vibaya. Hiyo ni watu wanaenda nyumbani. Wendeni nyumbani na heshima. Kama uko ready kwenda nyumbani, wachana nayo. Na watu wanatoka nyumbani mnakuja Nairobi wanatuletea laana ya umaskini. Kuna laana ya umaskini. Ndugu yangu, mtu akitoka nyumbani na githeri, maragwe, mahindi, wacha kuombaomba ati anakukujia kwa mlango ati ndugu yangu nimetoka nayo nyumbani nikuachie kidogo. Hiyo ni laana. Hiyo ni laana. Unajua kuna umaskini ingine watu wanazaliwa nayo. Ushaona mtoto amezaliwa na umaskini mpaka akitaka kuongea badala ya kusema badala ya kusema si badala ya kusema ba anasema sida.
mtoto anaanza kuongea ati tabu. Yaani amezaliwa kwa shida na tabu mingi sana. Sasa mtu ametoka nyumbani na githeri. Anakuja kwa mlango yako ati nimekuja na githeri. Mfukuze kabisa. Hizo ni laana. Send back to the sender. Ati nisaidie na ile sufuria yako kidogo ya ile sufuria yako ya kupika githeri. Wachana, utaachiwa laana ya githeri kwa sufuria. Usai kupika sufuria bwana na githeri. Sufuria imezoea githeri, hata ukipika hata nyama inatoboka. Unasikia tu te kwa nini? Kwa jiko. Sufuria imezoea githeri, hata ukichange balance huwezi pika. Yaani mdomo yako imezoea githeri, utalania mdomo yako imezoea githeri, hata siku moja ukikula kitu ingine kama nyama choma unapata mdomo inahang. Umezoea githeri. Laana ya githeri ndugu yangu. Na wewe na kierere badala wewe uko na sufuria 7 amekwambia nani nisaidie na sufuria 1. Wewe na kierere juu umeona maragwe ati niko na 7 nikusaidie nayo yote. Ati mpaka ile sufuria ndogo haijafika hata umri ya kuchemusha minji. Tuachane na laana ya githeri. Ndugu yangu. Alafu kuna laana zingine, kuna vitu zingine ndugu yangu, watu wa mjengo. Tuache kierere. Mtu wa mjengo ukipata mtu amenunua TV yake, tuache kierere ya umelipwa 1000 na unaingia kwa supermarket unaenda kusimama kwa nini? Mahali TV zinauzwa ile ya 42 inches. Nini unafanya hapo? Hata TV itaongea na wewe, toka hapa, acha aibu. Enda kwa sabuni ya omo huko, simama huko, chagua kitu unaweza. Tuache kierere. Tuache kierere jameni. Kuna kitu kingine tena nimeona of late. Pale kwa mijengo ukitaka, nasemanga siku hizi watu kama mimi nafanya mijengo, sina pesa. Siku nitapata pesa, mimi ni milionea, nitatesa pesa vile imenitesa. Watu sasa hiyo wajui kutumia pesa vizuri. Ati mtu anachukua helicopter, private jet anaenda nayo Mombasa. Mimi nitatesa pesa. Nikiwa na pesa nachukua helicopter, private jet na bibi yangu. Tunakaa huko juu bila na vest kwa propeller tunaenda Mombasa. Nitatesa pesa. Nitakuwa nanunua tu ng'ombe mzima. Nasema wachome. Nachuna tu ng'ombe hivi, ng'ombe mzima na remote. Mimi nitakuwa na take control mpaka ile nini? Ile Indian Ocean. Naweka tu wana connect na mawaya, nikiswim inanipiga shock kidogo ndio nijue pesa yangu inafanya kazi. Thank you so much. That is Odiero Bernard, Jami Jengo. Yeah, so Odiero's mimi hata mimi pia naweza tesa pesa. Wewe jamaa kuna hasira na pesa. Wewe hata mimi mwenyewe nikiweza ipata saizi naweza tesa pesa. Vibaya sana. Hivyo tu sijui kule iko. Naweza itesa. Okay. We're almost coming to the end of this show. Actually, we are coming to the end of this show. Thank you so much for watching. I've been your host, Afande the General, the big man Bazu, alongside my super DJ McLean on the ones and twos. Na manze nimejibamba. Mimi yenyewe nimefurahi. Sijamini time imeisha wewe. Umejibamba? Mbaya. Umefurahi? Kabisa. Sawa. Au pia uambie watakupataje kwa social media. Hiyo itakuwa ngumu anyway. Mi social media handles zangu ni Instagram ni @dj_McLean. Twitter ni @dj_McLean. Ukitaka kuona mix zangu ziko Heartthis ni DJ McLean. Both Vimeo, Heartthis, Mixcloud. Ukienda huko hivyo utapata mix zangu na tunaweza link up tu hapo. Facebook Lindon Chege. Sawa. So, ladies and gentlemen, thank you so much for watching.